Baadhi ya viongozi akiwemo Waziri Mvurya akiweza kutetea sekta ya elimu akisema kwamba imeimarika hata zaidi na uboreshaji mkubwa umeshuhudiwa. Tusonge mbele mtazamaji. Ifikia hapo mwaka 2027 kutakuwepo na uchaguzi. Sasa wito umetolewa wa amani pamoja na viongozi wa makanisa wakijitokeza waziwazi kwa kukemea visa vya hivi punde vinavyoshamiri na kuonekana katika baadhi ya makanisa, sehemu za mikutano na kuvuruga amani katika maeneo hayo. Hata hivyo, Baraza la Makanisa la Nyandarua la waonya viongozi wa kisiasa ambao wapiga kambi huko Olkalau kuwafanyia kampeni waombeaji katika viti mbalimbali wanapoendelea na uchaguzi mdogo kutaka kuweka amani hata kabla na baada ya uchaguzi. Hata viongozi hao akiwemo Askofu Mkuu Josam Kariuki amesema kuwa ni jambo la kusikitisha kwamba baadhi ya wanasiasa wanachochea wenyeji wa eneo hilo kuzua rabsha ama kuleta maafa katika maeneo hayo ama kuzua rabsha ambayo hupelekea kutokuwepo na amani, kusababisha ukosefu wa amani baina ya wapigaji kura ama wananchi wa eneo hilo. Sasa wanataka kwamba wito wa amani uweze kuenea katika viongozi wa kisiasa wanapofanya kampeni zao wafanye kwa amani. Kila mwananchi wa nchi, haijalishi ni wametoka mahali gani, haijalishi anaongea lugha gani, haijalishi alizaliwa wapi, ana nafasi na ana ruhusa ya kuishi katika Olkalau. Niulize viongozi wetu, matamshi ambao tunatoa, iwe ni ya kuhubiri amani, iwe ni ya kuleta watu pamoja. Pasiwe mtu ambaye atafanya wale wametembea Nyandarua wakuwe na wasiwasi, wale wako hapa Olkalau, kwa sababu hapa Olkalau kuna mashamba ya maua, watu wametoka mbali, kuna mashamba ya ukulima, kuna wengi wameajiliwa kazi. Sasa matumishi mengine ikitolewa itakuwa ni mabaya. Sisi kama wachungaji tumesimama sisi wote tukinena mambo ya amani katika nchi yetu na katika Nyandarua County na katika Kalau constituency, kwa sababu tunajua kuna uchaguzi iko mbele yetu, na diposa tumeona ni vizuri tuungane pamoja, tunene amani, tuombe pamoja, ili wakati uchaguzi unapoendelea na campaign wakati inapoendelea iwe ya amani. Amani ni kitu muhimu zaidi katika maisha haya. Uchaguzi utakuja na utapita, lakini sisi kama majirani tutabaki tukiwa majirani. Kwa hivyo ningewaomba wakaaji wa Olkalau constituency tuendelee kudumisha amani, tupiganie amani.